kuipa elimu ni jamii kwa ujumla, wanawake, watoto na akina baba. Na tunapoenda kutoa elimu hii, tunaenda kugusa, tunafanya mikutano ya hadhara. Katika ile mikutano ya hadhara katika vitongoji na mitaa husika, obvious wanakuja akina mama, wanakuja akina baba, na pale ndipo tunapotoa hiyo elimu. Na pia tunakusanya malalamiko pia, kwa sababu katikati ya kutoa elimu unakuta mtu alikuwa hafahamu haki yake iko upande gani au inaweza kupatikana kwa namna gani, ikiwemo hizo haki za kunyimwa ardhi, kunyang'anywa ardhi, lakini vile vile kuzuiwa kurithi, haki ya kumiliki mali kupitia familia. Kwa hiyo hii mikutano tunaoifanya au hii elimu program tunaoitoa inatusaidia sisi kukutana na wananchi kule kwenye ngazi ya chini na kusaidia kukusanya kero zao, kusanya malalamiko yao, ambayo mwisho wa siku tunaenda kuyafanyia kazi na uchunguzi. Na tumefanikiwa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu wako wanawake ambao wameleta malalamiko, wako wanaume ambao wameleta malalamiko kupitia hizi program, na tume inafanya uchunguzi kupitia hayo malalamiko. Nilipenda kuongezea pia ya kwamba wakati huu tutakapokuwa tunatoa elimu, hatuendi sisi tume kama tume, kwa sababu tutaenda pia na watendaji wa mkoa ambao saa nyingine, yani sisi nia yetu ni kuona kwamba kero za wananchi zinatatuliwa instantly. Ya kwamba saa nyingine kuna kero ya ardhi, lakini tuna afisa ardhi pale, ya kwamba lazima respond, ya kwamba kuna swala lipo, iwe ni mkoani, iwe ni katika wilaya, na kwa kule kokote tunapoenda tuna afisa ustawi wa jamii, ya kwamba kuna masuala ya wanawake juu ya unyanyasaji, unaona kwa hiyo anapoibuliwa pale, saa nyingine wanayo majibu zaidi yetu pale. Kwa hiyo inasaidia kutatua kero pale pale. Lakini mengine ambao sasa saa nyingine tunaona hapana, hili ni la tume, yale ya tume tunaondoka nayo, lakini yale mengine ambao ni ya kutatuliwa pale pale, then yanabaki pale pale, na jukumu letu ni kuendelea kufuatilia kwamba je, yule mtu ameridhika na utatuzi ambao umeendelea kufanya. Kwa hiyo nia yetu ni kuiona jamii ya mkoa wa Dodoma inaishi kwa furaha. Tunaanzia na Dodoma, ya kwamba sasa wao ni jamii ambayo inaishi kwa furaha. Sawa, ratiba hii programu ya mafunzo Dodoma ikoje, tupate ratiba kamili? Kwa Dodoma tutatoa elimu wilaya ya Chemba, lakini vile vile tutatoa elimu Kondoa mjini na Kondoa vijijini. Hizi ndizo wilaya ambazo tumezichagua, lakini kulingana na rasilimali zitakavyoweza kuturuhusu kwa kipindi kijacho, tutaweza kuzimalizia wilaya nyingine, lakini kwa sasa hizi ndizo ambazo tunaanza nazo. Na leo tutaenda kule Chemba, tutatoa elimu kwa wanafunzi, lakini vile tutatoa elimu kwa wananchi kupitia mikutano ya hadhara. Kwa nini tunaenda kwa wanafunzi? Tunaenda kwa wanafunzi kwa sababu tunajua kwamba sasa hivi watoto wetu wanakutana changamoto mbalimbali. Kuna vitendo vya ukatili, kuna vitendo vya ulawiti dhidi ya watoto wa kiume, kuna watoto wa kike kupata ujauzito kabla ya umri, kuna mambo mengi ambayo yanachangia kwa namna moja au nyingine wao kushindwa kupata ile haki ya elimu. Kwa hiyo tunapofika kule tunafahamishana haki za binadamu, lakini vile vile namna gani ya kuweza kujilinda, kuepukana na viashiria vyote ambavyo vinaweza kusababisha mtoto kuvunjiwa haki zake. Pamoja na hilo pia, pamoja na elimu pia tutakuwa na zoezi la ukaguzi wa magereza. Kwa sababu ukaguzi wa magereza ni mojawapo ya jukumu ambalo ni la tume pia. Kwa hiyo tutakagua kwa ajili baadaye ya kuangalia ni namna gani ya kuishauri serikali namna ya kuboresha hali kule, kwa sababu wale ni binadamu wenzetu. Lakini pia tutakwenda kwenye vituo vya polisi kwa ajili ya kuangalia hali ya vituo, pia kwa ajili ya kutoa ushauri pia kwa serikali, kwa sababu jukumu la tume ni kuangalia na baadaye ni kukagua pia na kwa ajili ya kutoa ushauri. Lakini pia tutakuwa na muda wa kusikiliza wafungwa ambao tutasikiliza labda kero zao, tutasikiliza staff pia wanachosema juu ya kero zao, kwa ajili ya kwamba tume ndio msemaji wao, ili tume sasa kwa siku za mbeleni, kuna maboresho mengi ambayo yamefanyika na yanaendelea kufanyika ni kwa sababu ya tume. Kwa hiyo bado tunaendelea na jukumu hilo, kwa sababu ni jukumu ambalo tume amepewa kikatiba na wamepewa kwa sheria kwamba lazima washughulike nalo.
Kwa hiyo mnaenda mnatembelea na magereza vile vile. Kwa hiyo siku ya Alhamisi itakuwa ni mnasaidia watu wasilale mchongome. Ndio mtondo usiwepo. Ndio mnasaidia. Na magazeti yasomwe, waone runinga, watusikilize asubuhi hii kabisa, tukiwa pamoja na tume haki za binadamu. Sasa kwa hiyo na nyinyi pia wafungwa, mtu anaweza kawafikia na kule, au kishakuwa ndo mfumo ndo basi. Yaani kuna mawasiliano kati ya nyie na wafungwa endapo watataka kutumia kuna haki za binadamu zinakiukwa au actually wale wana utaratibu wao wa namna ya kuwasilisha malalamiko ya kwamba ni lazima kama anaona ni lazima lalamiko lake lile lipite kwa mkuu wa gereza. Kwa hiyo likishapita obvious ya kwamba litatufikia kwa namna yote anavyoona kwamba kuna haki zinakiukwa, kwamba wako free kusema, ndio itakuja linachunguzwa na tume, tunabaini ukweli wa hiyo changamoto, baadaye tunatoa mapendekezo kwa serikali. Mimi pengine nilikuwa na swali la kuuliza. Kwa nini mmeanzia Chemba na Kondoa, isingekuwa Mtumba? Kwa nini mmeangalia hayo maeneo ya awamu ya kwanza? Actually kwa kifupi tu, maana muda nao umetuishia. Kupanga ni kuchagua. Kwa sababu ni elimu ambayo itakwenda kwa kila mahali. Yaani ni tumaini letu ya kwamba imfikie kila Mtanzania. Kwa hiyo tumepanga tu, tumechagua. Yaani hakuna kigezo ambacho kilitumika kwamba hapa kuna ukiukwaji mkubwa, hapana. Ni tumechagua tu kama kawaida, kwa sababu bado sasa tume ndio imeanza kutoa elimu. Kwa hiyo tunaamini Mtumba atafikiwa, Chamwino atafikiwa, Mpuhungu atafikiwa, hata nyie waandishi wa habari tutafikia, hata kwa studio tutafika. Asante sana. Sasa mimi nataka tuende kwenye upande wa message hapa kidogo kabla tujamalizia. Jamani, tusome message kidogo za wasikilizaji. Dolo Boy kutoka Kisasa anasema, vipi ya kunyongwa binadamu? Utakuta mtu anahukumiwa kunyongwa na anyongwi, na huyo hali hajaajiriwa bado kitengo yeye cha kunyonga. Kwani ulikuwa na ajira? Ndio nilikuwa nimeiomba hiyo ajira hapa. Wewe ndio wewe mwenyewe kutoa hiyo. Ndio nilitendea kwenye mtaani yuko Ali Mohamed anaomba kitengo cha kunyonga, ndio mimi. Sasa wewe anauliza binadamu unakuta mtu anahukumiwa kunyongwa, je, afu anyongwi. Nyie kama taasisi ya haki za tume ya haki za binadamu na utawala bora mnachukuliaje hili kwa upande wa haki za binadamu? Emmanuel Ndosi, afisa mchunguzi mkuu, majibu. Jamani, hili swala la kifo. Adhabu ya kunyongwa hadi kufa, nayo ni kitendawili. Unajua, kwa mtu uliyetendewa, kwa mtu ambaye umefikwa, labda wewe mtoto wako kabakwa, labda au ndugu yako kauao, yani ungetamani ya kwamba yule mtu hata kesho asubuhi afanye nini, anyongwe, kwa sababu kitendo alichokifanya yani ni kibaya. Lakini kwa watu wengine wanaona ni kweli ya kwamba hiki kitendo nacho kwa nini tusikibadilishe, kwa sababu hakitekelezwi. Ukiangalia kwamba labda adhabu kwa mara ya mwisho imetekelezwa lini, ni siku nyingi na inahitaji utashi wa kiongozi ambaye yupo pia madarakani. Nani anataka kuchukua kumnyonga mtu mpaka afa? Lakini kwa upande wa tume bado inaendelea kushauri ya kwamba sasa hii adhabu jamani inaweza ikabadilishwa. Badala ya kunyonga then ikawa ni kifungo cha maisha gerezani, bado yule mtu atakuwa amepata adhabu inayostahili, anakula kujutia kitendo anakula, kwa sababu kikubwa ambacho anakula ni ugali wetu ambao mwenzie alimwambia ondoka ugali huu usile, akagea kande. Kuna ambao pia wapo gerezani hawajanyonga, lakini si wanakula tu. Sasa kama tu wakula ndio tunaona kwamba anakula kodi zetu, lakini kuna wengine wamefanya makosa, wamepora, wapo gerezani. Ni jukumu la kuhifadhiwa kule kwa ajili pia ya yeye kujutia, kwa sababu gereza sio ni sehemu ya adhabu kwa ajili ya mtu kujutia alichokifanya. Sawa, afisa uchunguzi mkuu, muda wetu unatukimbia sana. Message nyingine utakuwa tujibu tu kwa kifupi. Tunafanya maswali kama bungeni vile. Sasa nyongeza unaweka wapi? Utaweka majibu. Silvanus Filimitwe kutoka Ngambi Mpwapwa anasema, kwa niaba ya wana Ngambi Mpwapwa tunaiomba tume ya haki za binadamu na utawala bora itusaidie ulipwaji wa fidia wa mashamba yetu ambapo serikali imetunyang'anya na kujenga bwawa, maana fidia ni haki yetu na tumelalamikia serikali, hakuna action yoyote ile ya upataji wa hiyo fidia, na swala la kupokwa mashamba ndio swala kubwa linalotunyima furaha, maana ukifikiria swala la upokwaji basi tunanyongonyea. Ndio maana hata miili yetu imedhoofu kwa ajili ya mawazo. Nafikiri mtaichukua. Mwingine anasema, jamani huku kwetu Chololo ukiwa na kesi haisikilizwi hadi utoe mifuko 2 ya simenti. Je, hiyo ni haki? Chololo hiyo.
naomba mchukue message hiyo. Tutaichukua Chololo utuandikie na wewe iko mkoa gani, wilaya gani au wapi huko mwingine. Hakika watu wa haki za binadamu wanajitahidi, lakini bado sana huku vijijini watu wanaoelewa wadogo. Hamisi Kitambi kutoka Makorongo Chemba. Wewe ndugu yangu kwa Makorongo Chemba, watu watume wanakuja huko. Sasa kwa hiyo ka standby uende. Na tutabidi tutajua tutatuambia wapi, tuambie watu hapa. Mwende mkapata elimu hiyo. Izava mje mtuelimishe pia, tuna changamoto. Haya. Sawa, basi tunapoandika maeneo yenu pia mtuandikie na tuandikie na maeneo na eneo la wilaya gani, kata gani, na wewe weke na jina lako hapo iko mzuri. Sasa wewe unasema hiyo iko wilaya ya Chamwino, kata ya Kikombo, Chololo. Ile ya kwamba usikilizwe kesi mpaka utoe mifuko miwili ya cement. Kaandika hivyo cement. Sasa anajenga wilaya ya Chamwino, kata ya Kikombo. Chamwino si ndio hii Chamwino? Si ndio manga sema Chamwino ya mama. Chamwino ya mama. Chamwino ya mama hii mifuko miwili ya cement ndio wanajenga. Najiuliza watu wanasikiza kesi wanajenga kupitia kesi. Jamani, tume ya haki za binadamu mnawasaidia vipi wale wanaosingiziwa kesi? Wanaokwenda jela sio wote wanatia. Wengine wanakwenda kwa kesi za kusingiziwa. Hiyo kweli watumiwa. Ndio bwana Nicholas Ndosi, majibu. Actually tunachotakiwa kukifanya unajua ni kama tulivyosema, tume haijafika nchi nzima. Kwa hiyo tunapopata malalamiko, yani sisi ni lazima tuyafanyie uchunguzi. Uchunguzi ndio unabaini ya kwamba huyu amesingiziwa au hiki kitendo ni cha ukweli. Kwa hiyo huyo ambaye anahisi ya kwamba anasingiziwa, basi tutatoa anwani yetu mwisho wa maongezi na aweze kufahamu anwani na baadaye aweze kuwasiliana na tume. Sisi tutafanya uchunguzi.